Uvuvi ni moja ya shughuli kuu za kiuchumi katika maeneo mengi ya kanda ya Ziwa, ambapo mbali na wakazi wengi kushiriki katika shughuli za kilimo na ufugaji, kwa walio wengi karibu na ukanda wa Ziwa Victoria, shughuli yao kubwa hutegemea ziwa kwa ajili ya shughuli za uvuvi, ambapo samaki wa kila aina huvuliwa pamoja na dagaa kwa matumizi ya viwandani pamoja na ya nyumbani kama chakula kwa wakazi wa maeneo hayo, na nyingi kusafirishwa nje ya maeneo hayo, ambapo kwa miaka ya nyuma zoezi la uhifadhi wa samaki ilikuwa ni changamoto, jambo lililopelekea samaki wengi kuingia sokoni wakiwa wameharibika, na ambalo ilikuwa ni hasara kubwa kwa wafanyabiashara wa zao hilo. Kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, ambapo uvumbuzi mbalimbali umefanyika na kupata suluhisho ambalo ni matumizi ya barafu ambayo husaidia katika uhifadhi na utunzaji wa zao hilo kwa muda mrefu pasipo kuharibika. Karibu kwenye makala haya ambayo kwa leo tumetia kambi katika mji wa Geita katika eneo la Nyankumbu sokoni, ambapo kundi la vijana wachapakazi linalojulikana kama Geita Trust wamejidhatiti kubadili mustakabali wa maisha yao na ya jamii inayowazunguka kupitia jasho lao na maono ya mabadiliko, ambapo wameanzisha kiwanda cha kutengeneza barafu, si kwa ajili tu ya biashara bali pia kama suluhisho la moja changamoto kubwa ya uhifadhi wa samaki, vinywaji na hata kwa ajili ya matibabu. Hii ni hadithi ya matumaini, bidii na ubunifu. Karibu kwenye makala haya ya kipekee hapa Hope Channel Tanzania. Mimi ni Baraka Ngofira, mwandaji na mtayarishaji wa makala haya. Tulipopata zile pesa, watu mawazo yakabadilika, wengine wakataka kuanzisha biashara zao binafsi. Kwa hiyo tukatawanyika, tukabaki watu wawili, watatu. Wale wakachukua fedha, walivyochukua fedha wengine wakakimbia, wengine wakawa hawawezi tu kurejesha kwa lazima. Njozi ya kuanzisha kiwanda hiki ilianza kama nuru ndogo iliyomulika katikati ya giza totoro, kutoka kwa kijana huyu mbunifu ambaye alitamani kuwa mhandisi, lakini matokeo kidato cha 4 yakamsaliti na kujikuta akiwa fundi pikipiki, ambapo akiwa katika shughuli hizo ndipo wazo la kuanzisha kiwanda cha barafu likamwijia. Elimu yangu mimi ni kidato cha 4. Nimesoma kidato cha 4, nimemaliza mwaka 2012. Baada ya hapo ndo matokeo yalipotoka vibaya, ndo nikaanza shughuli ya kutengeneza pikipiki. Baada ya kuona pikipiki nimetengeneza kwa muda, baadaye wateja wangu walivyokuwa wengi, wafanyabiashara wa samaki na kunifanya kubuni ili wazo, mimi binafsi nilikuwa napenda kuwa engineer. Na ndio maana concentration yangu ya kwanza ililenga sana kwenye uinjinia. Na kabla hata mimi sijafanya mtihani ama sijafanya kitu chochote, nilikuwa tayari nishaanza kutaka kujua kazi hiyo ambayo nilikuwa naifanya baada ya shule. Kwa hiyo nilikuwa muda wangu ambao sio wa masomo, nikiwa nimepumzika naenda najifunza kidogo. Ndio hivyo, baadaye mwisho wa siku nikawa nimeshajua kabisa, nimekuwa fundi. Lakini ilinisaidia baada ya shule, nikawa nimeweza kufanya nini? Nikawa nimeweza kujipatia ajira ya kuanzia, ambayo iliniwezesha kuwa napata chochote kitu kwa ajili ya mahitaji yangu madogo. Wakati natengeneza pikipiki, wateja wangu wakubwa walikuwa ni wafanyabiashara wa samaki. Kwa hiyo ilikuwa kila hatua ninapoenda sokoni, aidha nimemaliza kufanya kazi zao za pikipiki, ninavyoenda sokoni kuwatembelea na wakuta kwenye changamoto ya kulalamika samaki kuharibika. Wakati mwingine na wakuta wako na barafu lakini zinakuwa zipo kwenye ubora ambao ni hafifu. Kwa ikanipelekea kufikiria namna ya kuanzisha wazo lingine la biashara nje ya lile ambalo kazi ambayo nilikuwa nayo mwanzo. Nikaenda kwa kushirikiana na wao wenyewe mawazo yao na namna ambavyo walikuwa wakihitaji suluhisho lao liweje ili waweze kufanikisha biashara zao kwa ustadi ama kwa faida zaidi. Ikanilazimu kutafuta mashine za kisasa. Mashine za kisasa hizi ni mashine ambazo zinanunuliwa nje ya nchi na unaziagiza supplier mpaka atengeneze, akamilishe, alete. Zinatumia muda kidogo mpaka zifike.
Kwa hiyo na zilikuwa zina gharama kubwa sana. Baada ya kuwaza kuwa na hizi mashine, nikaanza kuwaza namna gani nitapata mtaji wa kufanikisha kuwa na hizi mashine za kisasa. Sasa nikiwa kwenye fikira zangu za kuwaza na michakato yangu ya kutafuta mtaji, ndipo ambapo nikajikuta naingiwa na wazo la kuunda kikundi. Kwa hiyo katika kuunda kikundi ndo nikawashirikisha vijana wengine 4, kwa sababu nilikuwa na imani na ninachokiwaza, nilisimamia maono yangu, nikaendelea na kushawishi vijana ambao watakuwa wana uwezo wa kuwa na mimi kwenye mlengo ambao na uona na watakaoiona potential kwenye wazo hili. Ni kweli nikapata vijana, tukaungana 5 kipindi hicho. Tulivyoungana 5, wazo lilikuwa kununua mashine hizi. Tukawaza sasa kuanzisha hii project kwa kuanza japo kidogo, ili tuweze kupata ufadhili, kwa sababu hakuna mtu anaweza kaja kukuwezesha ikiwa we huna chochote. Kwa hiyo tukawaza kwanza tunaanzaje. Kwa kwenye kuanzaje hapo, tukawaza tununue freezer. Tukanunua freezer ndogo. Freezer ile ilituwezesha kudharisha, lakini kwa changamoto kubwa zaidi. Mwanzo wakati tunaanza, changamoto zilikuwa nyingi. Tulikuwa tunaweza kuzalisha barafu 16 tu, lakini ni kwa siku 3. Yaani mpaka barafu zimekamilika ni siku 3. Sasa tukawa kwenye fikra za kuwaza tunafanyaje, siku 3 ni nyingi. Watu kila siku wanataka barafu, na sisi tunazalisha kwa siku 3. Ni nyingi sana. Tukawaza, tukasema sawa, ngoja tuombe mkopo wa halmashauri. Tunaomba mkopo wa halmashauri, ilikuwa mwaka 2018. Wakati huo tumeomba mkopo wa halmashauri 2018, kikundi kikiwa kipya, hakijulikani hasa lengo lake nini. Changamoto zikawepo nyingi hapa na pale, watu waje kukagua na nini, mpaka tukaja kupata mkopo. Tulipata mkopo mwezi wa 5 2019. Kwenye 2019 mwezi wa 5 tukawaza sasa, mwezi wa 5 2019 tulivyopata, tukawaza tunafanyaje. Wakati nafikiria kutengeneza mashine kubwa, tukagubikwa na changamoto ya kwamba ile milioni 5 haiwezi kutosha kununua mashine kubwa. Kwa hiyo katulazimu tena kutengeneza mashine local ndogo ambayo ingeweza kutusaidia kwa wakati huo. Tukatengeneza mashine ambayo ilikuwa na uwezo wa kuzalisha pisi 20 kwa muda wa masaa 12. Kutoka kwenye 16 siku 3 tukawa na 20 masaa 12. Masaa 48 tukawa na barafu 40. Kwa hiyo kwa siku moja tukawa tuna uwezo wa kuzalisha barafu 40. Safari haikuwa rahisi kama inavyodhaniwa, kwani safari ya kiwanda hiki imejaa milima na mabonde ambayo singekuwa msimamo na nia thabiti, bado kiwanda hiki kisingekuwepo. Kwani tu baada ya kikundi hiki kupata mkopo kutoka kwa halmashauri ya mji wa Geita, baadhi ya vijana waanzilishi wakarudisha nia yao nyuma na kukimbia na fedha, jambo ambalo alikumkatisha tamaa mwanzilishi wa kiwanda hiki. Tulipopata zile pesa, watu mawazo yakabadilika, wengine wakataka kuanzisha biashara zao binafsi. Kwa hiyo tukatawanyika, tukabaki watu 2, 3 wale wakachukua fedha. Walivyochukua fedha, wengine wakakimbia, wengine wakawa hawawezi tu kurejesha kwa lazima. Kwa hiyo katulazimu sisi 2 kujichanga kuweza kurejesha zile fedha, kwa sababu tulikuwa na nia ya kufika mbali. Tukarejesha zile fedha na baadaye tukaomba uwezeshaji mwingine, ndo tukaweza kuwezesha zile fedha za awamu ya pili milioni 49, ndo tukanunua hizo mashine na kuendeleza mradi wetu. Tukatafuta wanakikundi wengine kwa ajili ya kuendeleza gurudumu letu, na ndivyo mpaka sasa tunavyoendelea. Katikati ya safari, janga la COVID-19 likaikumba dunia mwanzoni mwa mwaka 2020, likaibua matumaini na fursa kubwa ya ukuaji wa kiwanda hiki kutokana na ugumu wa usafirishaji wa samaki nje ya nchi,
jambo lilopelekea ongezeko la mahitaji ya barafu kwa ajili ya uhifadhi wa samaki, hivyo kupelekea biashara yao kukua kwa haraka. Janga la COVID lilivyotokea, ghafla mauzo yetu sisi yakawa yanapanda tu. Yaani akapanda ghafla. Tukawa tunashangaa changamoto ni nini. Wakati tunatamaki na kuja kugundua kwamba ndege kutokwenda nje na bidhaa kusafirishwa kwenda nje ya nchi imefanya mauzo yetu yapande, kwa sababu samaki hazisafiri, viwanda havibebi samaki tena. Kwa hiyo samaki wamewekwa kwa walaji hawa wadogo wadogo, inapelekea masokoni samaki wanakuwa wengi sana. Kwa hiyo changamoto hiyo ilipelekea samaki wao wanalala kwa wingi, wasiishe sokoni. Kwa hiyo watu wanahitaji sana barafu ili waweze kutunza samaki wao, na wakikosa automatically wanapata hasara kwa sababu samaki wanaharibika. Ikatupushi pia, wakati mauzo yanapanda, ikapushi sisi lile deni la milioni 5 kulilipa haraka. Kwa hiyo tulivyolipa kwa haraka ndo tukagundua kumbe potential ipo kubwa. Ukiacha hiki tulichokuwa naye, potential ipo kubwa. Ndo sasa ikatokea tukaomba mkopo mwingine baada ya kumaliza ule mkopo wa kwanza wa milioni 5, tukaiomba sasa halmashauri tupe tena mkopo mwingine. Ulikuwa ni mkopo wa milioni 49. Tulipata mkopo wa milioni 49, tukanunua mashine kubwa ambao kwa na uwezo wa kuzalisha pisi 50 kwa masaa 3. Pisi 50 kwa masaa 3, kwa muda wa masaa 12 tulikuwa na uwezo wa kupata pisi sio chini ya 150 mpaka 200. Yaani uzalishaji ukienda kabisa vizuri ni 200 kwa masaa 12. Kwa hivyo tukawa tunaweza sasa kulihudumia soko kwa uzuri bila pressure wala changamoto. Kwa sasa kiwanda hiki kimekuwa cha muhimu kwa jamii ya Geita, kwani kimeweza kujibu maswali ya wafanyabiashara wa samaki, ambapo kwa muda sasa samaki huhifadhiwa bila kuharibika kwa zaidi ya saa 12. Pia kwa wafanyabiashara wa vinywaji, umeme unapokatika, kiwanda hiki huwa kimbilio. Kimetusaidia sana kama wadau na wanufaika wazuri kabisa wa hiki kiwanda kwa ajili ya hizi barafu zinazotusaidia kwa ajili ya kuhaisi samaki na mahitaji mengine na matumizi mengine. Tunashukuru Mungu kwa sababu hiki kiwanda kiko mahali hapa na kiko karibu na soko, kinatusaidia sana kama wadau. Kwa kweli ninamshukuru Mungu katika hilo, lakini pia akiwezekana ukiongeza mashine na mtambo katika uzalishaji, pia kuna wanufaika kama vile waajiriwa, kama vijana ambao tunaona hapa wanapata nafasi za kuajiriwa. Wako wengine wanaweza kaja wakaongezeka. Kwa hiyo wakishaongezeka, ina maana tayari tunakuwa tumejenga ajira kwa vijana wengine. Uwepo wa kiwanda hiki kimenisaidia sana, hususa katika biashara yangu ya samaki, kuepusha kuozesha samaki na kuharibika kwa samaki. Ninafikisha samaki kwenye masoko wakiwa fresh kabisa kwa sababu ya barafu inayozalishwa katika kiwanda hiki. Hii barafu ilikuwa inapatikana mbali Mwanza, kwenye viwanda vikubwa Mwanza na sehemu zinginezo. Lakini uwepo wa kiwanda hiki hapa Geita karibu hapa kimetusaidia sana wafanyabiashara wa samaki. Kimetupunguzia gharama kiufupi. Kabla ya hapo hali ilikuwa ngumu sana kwa uza samaki. Tulikuwa tunaharibikiwa samaki, tumeharibikiwa mitaji, lakini baada ya kuwepo hiki kiwanda kwa kweli mambo yameenda vizuri sana. Hapa tupo sokoni. Kiwanda kipo mahali hapa, ni karibu. Barafu zinapokosekana tu hapa, tunapata tu changamoto tu zikikosekana. Tunapata tu changamoto zikikosekana mahali hapa. Changamoto ni kwamba tunapofuatilia sasa kuanza kufasa mamba mahala pengine, wakati mwingine tunakimbia mpaka Mwanza, tunakimbia Nkome wapi kutafuta hizo barafu, ina maana kwamba inatuingizia gharama mara 3 ya kile ambacho tunafanya tunakipata hapa. Kwa hiyo ina maana kwamba uwepo wa kiwanda hiki mahali hapa kinatupunguzia gharama kubwa kama sisi wadau. Endapo kama kikiongezeka, ndio maana nasema kwamba kiwanda hiki kikiongezeka, kikapanuliwa, kikaongezwa mashine, kikao kinazalisha barafu nyingi, ina maana kwamba hata sisi wadau tutanufaika zaidi na tutafurahika kuwepo kwa kiwanda hiki mahali hapa. Pamoja na kupata mafanikio haya, kwa sasa wanakumbana na changamoto kubwa ya ukatikaji wa umeme pamoja na maji, ambazo ni malighafi muhimu katika uzalishaji wa barafu, jambo ambalo ni kikwazo kikubwa kwa maendeleo yao. Mashine zetu zinahitaji sana umeme, lakini pia maji.
maji ya manispaa yetu hayajawa ya uhakika, na pengine labda mpaka mradi utakapokamilika, na tunaishukuru serikali kwa sababu imeleta mradi mkubwa wa maji ambao tunaona sasa mabomba yanapita, pengine utakapokamilika tunaweza tukawa tuna unafuu mkubwa, lakini kwa sasa kwa kweli tuna changamoto sana ya maji na umeme. Umeme unapokata kwa kweli siku nzima huwa tuna changamoto sana kubwa, lakini kwenye maji ndio huwa tunayapatia nanili ya ziada, kwa maana kwamba tunanunua maji ambayo yanauzwa, ambayo huwa ni special kabisa kwa ajili ya kunywa, wanaonunua watu ndio huwa tunayatumia kutengeneza, na huwa hayana changamoto yoyote kwenye uzalishaji wa nanili yetu. Kwa hiyo kwenye swala la umeme unapokatika kwa kweli huwa tunalazimika kusubiria mpaka utakaporejea, na kwa sababu kuna muda wanatangaza kwamba hatutakuwa na umeme kesho, tunakuwa na maandalizi ya usiku. Yaani usiku inabidi tufanye kazi ya ziada ili kusudi kesho wateja wasikose mzigo. Tunahitaji kuwa na uzalishaji mkubwa ili tuweze kupata mauzo ya uhakika zaidi. Baada ya hapo tuanze kuimarisha miundombinu kama hiyo ya umeme na nini. Lakini nafikiri tutafikia muda ambao utakuwa ni mzuri zaidi, tutakuwa na alternative power ambayo itatuwezesha kuoperate vizuri. Kwa miaka 6 hivi ya uendeshaji wa kiwanda hiki, wamefanikiwa kutoa ajira 5 kwa vijana wa Kitanzania, pamoja na kuanzisha mradi mwingine wa kukopesha fedha pamoja na kutoa huduma za kifedha katika manispaa hii, jambo ambalo ni mafanikio makubwa kwao. Mwanzo lilikuwa kama wazo la ziada, lakini kadri linavyoenda linakuwa na usiliazi wake, linakuwa kama wazo mama. Sasa inakuwa kama shughuli mama ya kufanya, kwa sababu imeweza kuzalisha biashara zingine tofauti. Ukiacha hii, tayari kuna microfinance ambayo inahudumia pia watu wengine. Nina uwezo wa kuendesha maisha yangu mimi binafsi pasipo kumtegemea mtu. Namaanisha kwa upande wa malazi, ninaweza nikajihudumia chakula, mavazi, lakini pia hata kwa habari ya kodi ninalipia mwenyewe. Kwa hiyo imenipa kujiongoza pasipo kumtegemea mtu. Lakini pia kupitia kiwanda hiki kimenipa kujifunza mambo mengi sana. Kwanza kimenipa kujua kwamba namna gani naweza nikaishi na watu, lakini pia kimeninufaisha kwa habari ya kufahamika. Lakini pia kupitia kiwanda hiki kimenifunza kwamba namna gani hata na mimi naweza nikatoka hapa nikaanzisha mradi wangu hata kama ni mdogo. Nikajifunza kwa habari ya kuheshimu biashara, lakini pia nikajifunza kwa habari ya namna gani niheshimu fedha. Pia naweza kujihudumia mimi mwenyewe, najitegemea mimi kama mimi, nalipia chumba mimi mwenyewe. Pia manufaa mengine ambayo nimepata, nimefahamiana na watu mbalimbali, maana nimetoka sehemu nyingine kabisa. Hii sehemu nilikuwa sifahamu. Nimekuja Geita hii, nimefahamiana na watu mbalimbali kutokana na hii kazi. Pia nimepata manufaa makubwa sana. Vitu ambavyo nimejifunza kwenye kiwanda hiki cha Ice Broko, ninaweza nikafanya biashara yangu mimi mwenyewe kuisimamia. Kwa mfano, hata kama ikitokea nikatoka kwenye hiki kiwanda, ninaweza nikakontrol mashine kama hii na kutengeneza barafu. Kulingana na mradi huu, ninaweza nikasimamia biashara. Pia kuna faida unaweza ukapata na pia kuna hasara unaweza ukapata kulingana na mradi huu. Serikali au wadau kama wapo wanaoweza kuwashika vijana wa kikundi hiki, wajitokeze waunge mkono ili mradi huu uweze kupanuliwa, ili uweze kufikia mahitaji ya wateja. Na kupitia mradi huo, manake kama mipaka ya mradi utanuliwa, lakini itaongezea kwa habari ya vijana wengine kupata ajira. Na ndivyo hivyo watazidi kunufaika, kwa sababu kupitia mradi huu kama sisi tumeajiriwa, kama tutanuliwa, manake sisi hatutotosha. Itawalazimu waongeze watendakazi wengine ili nao wanufaike kupitia mradi huu. Kwa vijana hawa huambii kitu kuhusiana na mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri kutokana na mapato ya ndani, ambayo anakili wazi kuwa kama isingekuwepo basi huenda kiwanda hiki kisingekuwa kama kilivyo sasa au kisingekuwepo kabisa.
Ukiangalia background yetu tulikuwa from zero, yani tuseme, sababu tulikuwa na freezer tu na yenyewe ilikuwa ya kawaida na bei tulioinunua ilikuwa ya kawaida sana. Ilikuwa kama ya laki kama 3 hivi. Ilikuwa ni freezer fulani ndogo tu ambayo ilituwezesha kuanza kugandisha zile barafu 16 kwa siku 3. Kwa unaona tulitoka kwenye 0 lakini tukaenda kwenye milioni 5. Halmashauri ikaweza kutuamini ikatupa milioni 5, lakini kutoka kwenye milioni 5 sasa baada ya kuona kumbe potential ipo ndio tukaenda kwenye 49. Kutoka 49 mpaka kufahamika ofisi ya waziri mkuu tukapata tena milioni 50 zingine. Kutokea hapo mpaka kupata tuzo ya mjasiriamali bora wa mwaka 2022 na mambo mengine mengi yalotokea hapa katikati, kuja kutembelewa na Mwenge, yani mambo yalikuwa mengi hapa katikati. Kwa hiyo mikopo ile imetusaidia. Tumepata kufahamika sehemu tofauti, lakini tumeweza pia kuinufaisha jamii yetu. Yani lengo letu ni kuifanya 10% ya halmashauri ipate sehemu ya kuzungumziwa kwamba kuna namna ina alama fulani inaacha. Kwa ndio maana tunafocus sana kupanua mradi wetu. Hadithi ya vijana hawa ni mfano wa nguvu ya umoja na juhudi. Kwa kupitia uzalishaji wa barafu, wameleta mabadiliko makubwa kwa jamii ya Geita na kuonyesha dunia kuwa vijana wanayo nafasi kubwa katika maendeleo ya kiuchumi. Kwa jasho na baridi, wanajenga joto la matumaini kwa miji yao. Kwa kadri siku zinavyokwenda bado tunahisi na tunaona mahitaji mengi, kwa sababu bado ziko sehemu ambazo tunatakiwa kuzifikia. Kwa mfano Katoro, tunatakiwa tufike Chato, tunatakiwa tufike Sengerema. Kuna maeneo hapa jirani ambayo yanatuhitaji kwa ukubwa sana. Kwa hiyo tunalazimika kusema bado tunayo mahitaji ambayo watu wanatakiwa kufikiwa. Na kwa mandate hiyo bado tuna michakato ya kutengeneza mashine zingine kadhaa ili tuweze kuzalisha branches mbalimbali ambazo zitaweza kuwahudumia watu kuliko kusafiri na barafu kutoka hapa kwenda kule, kwa sababu anaposafiri nayo automatic kuna ubora fulani inapunguza, lakini akichukulia sehemu husika anachukua kitu ambacho kina quality kubwa zaidi ambayo ingelimwezesha kulinda mzigo wake vizuri. Kiwanda kimetusaidia kwa kiasi kikubwa. Kwanza hatuwezi kumtegemea mzazi kwamba mimi bado niwe tegemezi, hapana, najitegemea mwenyewe. Lakini ukiacha mimi kujitegemea na kuwa na vijana wengine ambao pia wanatutegemea sisi, kwa maana ya kwamba tumeajiri watu wengine. Kwa hiyo kupitia projekti hii inaenda inatanuka kwa kuweka manufaa kwa watu tofauti. Ukiacha sisi, kuna watu wengine ambao tunawaajiri na wao tuwaondolee utegemezi kwa watu, kwa wazazi, na waweze kuendesha maisha yao wao kama wao. Kutoka kwenye wazo dogo hadi kuwa suluhisho kubwa kwa jamii. Huu ndio mfano halisi wa vijana waliobeba hari ya mabadiliko, ambapo mwanzilishi wa kiwanda hiki cha Geita Trust ameonyesha kuwa kufeli masomo si mwisho wa ndoto, bali ni nafasi ya kuwa mbunifu. Kufeli shule sio kufeli maisha. Unaweza ukafeli shule leo, lakini kesho ukapata njia nzuri zaidi ya kupata kipato kikubwa kuliko hata mtu anayepata mshahara. Nikikuchukulia mfano mzuri ni kwamba 1% kubwa ya watu waliofanikiwa kwenye maeneo tofauti sio kwamba wamesoma, na wengine huja kupata elimu baada ya kuwa wamefanikiwa. Nimeshapata kipato sasa, naona hapa nilipo elimu yangu haitoshi kulingana na kitu ambacho nataka kukifanya. Sasa nataka kuongeza ili niwe na maarifa zaidi niweze kuboresha biashara yangu. Kwa hiyo nafikiri kufeli shule sio kufeli maisha. Kwa hiyo wapambane, njia zipo zenye kuweza kufikisha malengo ya maisha. Kitu muhimu kwenye jamii yetu ni kuwaza tu engo yako ambayo unaiona unaweza kufiti. Changamoto gani unaiona kwenye jamii yako? Ni kwa namna gani unaweza kuitatua? Ukiweza kupata njia bora ya kutatua changamoto unaoiona kwenye jamii, inaweza ikakuvusha kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Mwanzo unaweza ukapata ugumu fulani kwa sababu watu hawakuelewi, lakini kadri unavokaza na kuamini kwamba ninaweza, unaweza kufanikisha. Kwa hiyo ni kuangalia tu, kusikani changamoto kutoka kwenye jamii na kuitafutia ufumbuzi, wazo ambalo ni la kibunifu, ambalo kila mmoja atakapoliona
kwanza utakapomshangaza mtu kwa kitu unachokifanya, ndivyo namna ambavyo atakuwa inspired na kuona kwamba hii ni suluhisho bora na kesho atakuja. Kwa hiyo yeye huyo atakayemshangaza inaweza asiwe mteja, lakini atakapokutana na mtu ambaye ana changamoto fulani inayoendana na suluhisho lako, ataelekeza mteja. Kwa hiyo atakavyokuwa anaelekezana, mwisho siku unaweza kufanikisha. Kwa hiyo mimi fursa kwenye nchi yetu ipo. Kwa hiyo namna bora ya kufanya ni kuskani tu namna gani unaweza kuzitumia kulingana na mazingira uliyopo, kwa sababu na imani changamoto kama hii ilivyokuwepo Geita sio rahisi kuikuta Singida, sio rahisi kuikuta Dodoma, lakini kwa mazingira ya Dodoma unaweza kukuta kuna changamoto zingine ambazo jamii inapitia. Kwa hiyo kulingana na mazingira uliopo unaskani changamoto unazoziona na unaweza ukapata kitu ambacho unaweza ukacheza nacho kama engo. Ukishapata kitu kama hicho, na imani serikali yetu ni sikivu sana. Uwezeshaji unaweza ukapata kwa urahisi tu ukiwa na wazo jema ambalo umefocus nalo na unaweza ukilipambania, linaweza likatoa maslahi makubwa kwa jamii. Serikali yetu na imani inaweza kukuwezesha. Kama ambavyo sisi tumeweza kufika hapa tulivyo, na imani na mtu mwingine anaweza kufika na wengine na mwingine na mwingine. Mimi ushauri wangu tu ni mmoja kwa wadau wa maendeleo. Moja, waamini vijana, lakini pili, wawapatie elimu. Kinachosumbua hapa katikati ni uelewa wa hili kundi la vijana. Lakini wakipata elimu inayoweza kuwanufaisha na kuwatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, vijana ni kundi moja zuri sana kwenye nchi yetu ambalo linaweza likaitransform nchi yetu kutoka hatua fulani kwenda hatua nyingine. Changamoto walizozipitia hazikuwavunja moyo, bali zimewapa hamasa ya kupambana zaidi, ambapo somo la ujasiriamali kwao ni somo kwa vijana wengine kwamba mafanikio hayaji kwa bahati nasibu, bali kwa kujituma, kuwa na maono na kushirikiana. Hadi wakati mwingine, mimi ni Baraka Ngwafira, mwandaaji na msimulizi wa makala haya.